Yes, Pap, how you going everyone? Hii ni taarifa ya usajili kutoka katika klabu ya Young Africans na mimi ni Frequency Masa, na hapa niko kwa ajili ya kukupa zile tetesi na zile taarifa ambazo kwa sasa ni rasmi kuhusiana na masuala mazima ya kiusajili ambayo yanaendelea katika klabu ya soka ya Young Africans. Jukumu langu ni kubwa sana kwako na wewe una jukumu kubwa sana kwangu, ila tu ni kuweza kunisikiliza nini ambacho nakwenda kukuambia, au ni taarifa ipi ambayo nakwenda kukuambia hasa ya kiusajili kutoka katika klabu ya soka Dar es Salaam Young Africans na viunga vyake vya Jangwani. Sasa ni kwamba mpaka hivi sasa Young Africans wanahitaji kubomoa kikosi chote ili kuleta miamba ya soka itakao leta tija katika kikosi cha soka cha Young Africans, kwa maana ya kuondosha baadhi ya wachezaji ambao performance zao zimeshuka na wengine mikataba yao imemalizika. Tumeshafahamu na kujua kwamba mwana wa mfalme mpaka hivi sasa hayupo, Prince Mpumelelo Dube, na ni miongoni mwa taarifa ambayo inafahamika zaidi na watu wengi sana, lakini sio kestio tatizo kubwa ni kwamba Young Africans wameng'ata meno this time around. Wanahitaji kutengeneza au kutekeleza mipango mikakati ya kazi zao, kwa maana wanaamini nini ambacho wanakwenda kukifanya. Young Africans sio wanyonge kama ambavyo inafikirika, bali ni klabu ambayo inasimama kwenye mipango kazi na mikakati ambayo ni mikubwa zaidi. Mpaka hivi sasa tunakwenda kushuhudia klabu ambayo imesimama kweli kweli, huku Engineer Said akisema kwamba hata iruhusu Young Africans kwa sasa kuweza kushiriki katika mashindano ya aina yoyote ambayo yanajitokeza, kwani wanajua ni mwisho mwa msimu na tayari washapata ubingwa wa 31. Kwa sasa ni kukisuka kikosi tena upya. Sasa taarifa zinaeleza kwamba Simba Sports Club wao watakwenda kushiriki michuano ya Kagame Cup au michuano ya Sekafa ambayo itafanyika Rwanda, na katika nchi yetu ya Tanzania tutawakilishwa na timu 4, kwa maana 2 kutoka Tanzania bara na 2 kutoka visiwani, huku Simba na Singida Black Stars ndio ambao watakwenda kutuwakilisha, lakini pia KVZ pamoja na Zimamoto kutoka kule JKU kutoka kule Zanzibar ndio ambao wataliwakilisha pia Tanzania visiwani. Huku Young Africans watastay humble na kuanza kutengeneza mipango na mikakati. Taarifa za ndani viwandani zinaeleza Young Africans bado wanapata ugumu namna gani ya kulipindua lile jambo la Aziz Ki kule Al Ittihad, kutokana na mkataba wake namna ambavyo umekaa kimtego sana. Yani wale Al Ittihad wanasubiri mtu wa kujichanganya kutaka kuvunja mkataba ili waweze kupindua magoli, yani waweze kupindua pesa nyingi sana. Young Africans kuna wakati wanasita, wanataka Aziz Ki ndio avunje mkataba mwenyewe. Yani wapo kimkakati sana Young Africans, yani ulikoamka wao walilala toka juzi. Kwa hiyo wanajuaga hizo mitikasi na kesi kinoma noma. Young Africans wametekeleza mipango yao na kwa sasa wanaiwinda saini ya Aubrey Chola Modibwa kutoka katika klabu ya soka ya Mamelodi Sundowns ya kule Afrika ya Kusini, lakini pia wanatafuta sajili zingine zenye uwezo mkubwa sana kutoka katika kikosi cha hao Masandawana. Lakini pia bado kuna taarifa zinaeleza Young Africans wanafukuzia dili la kimkakati kutoka katika klabu ya soka ya kule Misri, ambako wanamsaka kwa udi na uvumba. Yani kwa udi na uvumba wanamtafuta mchezaji hatari ambaye ni Emam Ashur. So ladies and gentlemen, the time ambapo Young Africans wanatafuta kuonyesha ni kwa namna gani wapo serious katika jambo lao la kiusajili.